Emmanuel. Ulisema katika neno lako, Ulisema utatuacha wala utatupunguki. Utadumu pamoja nasi. Emmanuel. Nguvu zako za ajabu zikasimame zikitutetea. Nasema asante kwa ajili ya kusanyiko hili ambalo Mungu unakwenda kulivuvia. Asante kwa nguvu ya uwezo wa Roho Mtakatifu wako. Asante kwa ajili ya roho ya uumbaji. Asante Baba kwa ajili ya kusanyiko hili Baba. Naomba ukamtumia kila mmoja, ukamtie nguvu, ukamhuisha na kumjenga kama hapo kwanza. Asante Baba kwa maana wewe ni mwamba na mwokozi wa maisha yetu. Katika jina lenye nguvu na lenye uwezo, wote tuseme amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Jina la Bwana libarikiwe. Bado tunaendelea na mchakato wa somo letu la Roho Mtakatifu katika maeneo mbalimbali, na leo nimesukumwa ndani yangu na nikahakikishiwa na Roho Mtakatifu ya kwamba roho wa uumbaji atakuwa akitembea katikati yetu. Haleluya. Naweza ukaandika, wale wanaoandika roho wa uumbaji, nilikuwa na kitabu nikitafakari ni kwa jinsi gani nitakavyoweza kusimama, kwa sababu madhabahu hii si madhabahu ya kwenda kwa mazoea. Ni lazima wakati mwingine kujiunganisha katika mtandao wa Roho Mtakatifu na kuelewa ni kitu gani ambacho Mungu anataka kukifanya. So wakati nimepata faragha na Mungu, tena wakati nikuja njiani, masomo yako mengi kichwani, kili nikasikia naambiwa ndani yangu ya kwamba leo ninakwenda kuwaumba watu wangu upya. Haleluya. Sema tena amen. Roho Mtakatifu ni somo pana, ni somo refu, lenye kina, lenye umbo, na wala haliwezi kutosha kwa siku moja au siku mbili. Ni somo ambalo ni mwendelezo hata katika kipindi cha miezi 6 inaweza ikafundishwa tu Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa vile jinsi ambavyo alivyompana katika mapana yake. Lakini kwa kuwa kuna aina nyingi ambazo zinafanywa na Roho Mtakatifu, ukizama katika Biblia utagundua kwamba Roho Mtakatifu amejigawanya katika maeneo mengi. Kuna roho wa neema, kuna roho wa uumbaji, kuna roho wa usafi na utakaso, kuna roho wa aina nyingi, lakini roho ni yule yule mmoja. Haleluya. Lakini katika utendaji anatenda kazi tofauti tofauti. Na sasa katika siku ya leo nimepewa kuzungumzia tu kipengele cha uumbaji, na nina uhakika ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wapo katika mazingira fulani, lakini Mungu ameshuka asubuhi ya leo kukutia moyo na unakwenda kuumbwa upya. Haleluya. Kuna mambo ambayo huwezi kuyafanya kama roho wa uumbaji hajakufanya uwe vile ambavyo unatakiwa kufanya. Na katika mazingira ya kimbingu kuna kanuni mbili tunazielewa. Kanuni ya kwanza ni ya kimbingu, lakini kanuni ya pili ni ya kidunia. Dunia nayo ina mambo yake na mazingaombwe yake. Siku moja niliwahi kuwachekesha watu jinsi ambavyo nilipokamatika kabla sijaokoka, nikaingia nikajichanganya kwa watu ambao wanatengeneza mazingaombwe. Wanatengeneza mazingaombwe, wanabadilisha magazeti kuwa fedha, lakini mimi naamini hawana uwezo huo. Jina la Bwana libarikiwe. Nikawa nimeingia
wanasema nini, yani nimekuwa mshamba kidogo. Nikaingia katika mazingira hayo, nikajikuta kwamba nimepoteza hela kidogo tu, shilingi 1000. Ilikuwa kama 1500 au 2000. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nikaja nikatafakari kwamba dunia ina kanuni zake, lakini mbingu ina kanuni zake. Na kama mbingu ina kanuni zake, tuelewe ya kwamba sisi tunakaa duniani, na kwa sababu tunatembea katika mwili wa nyama na damu, tunahitaji roho wa Yesu wa uumbaji ili aturenew na kutufanya upya kila itwapo leo, tufae kuonekana kwa wale wanaotutazama. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya kwanza. Na ninamwomba Mungu, sitahubiri kwa kirefu, lakini nitaachia uumbaji wa Mungu ukasimame juu ya maisha yako. Lakini nimeshangaa kitu kimoja wakati nilikuwa nimekaa pale, kwamba shauku yako ndio itakayosababisha uumbaji wako kudhihirika ndani yako. Sema amen. Kwa sababu kama vile ayala ayaoneavyo maji ya mto, shauku, kadhalika moyo wa mwanadamu unapomwonea Mungu shauku, ndivyo utendaji wa Roho Mtakatifu unavyoendelea kufanyika ndani ya mtu. Na nataka nikueleze kwamba wewe ambaye umekuwa mkame siku zote, unakodoa tu macho, Roho wa uumbaji akipita leo atakubadilisha, utafanyika kuwa mtu mwingine. Haleluya. Haleluya. Hebu punga mkono hewani nisikie vigelegele kabla sijaendelea. Roho wa Yesu wa uumbaji amejidhihirisha katika maeneo mbalimbali. Na jinsi ambavyo tulipokuwa tunamtazama, kwa mandhari yangu na akili zangu niliwaza ya kwamba Mungu alimuumba tu mwanadamu, na katika uumbaji tu uliofanyika hapo awali, akaumba sikio, akaumba macho, akaumba kila kitu. Lakini nimekuja kuzamishwa kwamba kumbe roho wa uumbaji haishi tu kwenye mwili wa mwanadamu. Kumbe roho wa uumbaji anaumba hata vile vitu vilivyotuzunguka. Jina la Bwana libarikiwe. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Na nikaona thamani ya kuwa na huyo roho, kwa sababu mwingine hana uwezo wa kuwa na sababu ya kuwa na huyo roho, kwa kuwa hajui faida ya huyo Roho Mtakatifu ni nini. Lakini pindi unapojua na kuelewa ya kwamba faida za huyo Roho Mtakatifu zinanifanya niwe mtu aina gani, ndipo unajikuta kwamba huyo mtu atafanya bidii kumpokea huyo Roho Mtakatifu. Haleluya. Wakati tunaandaa hicho kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, tunaelewa mstari ule wa kwanza tu na wa pili. Ikumbukwe ya kwamba hakuna kilichofanyika ndani ya wanafunzi wa Yesu mpaka Yesu alipoambia mtakaa Yerusalemu mpaka mtakapoeletea ahadi itokayo kwa Baba. Haleluya. Na huyo Roho wa kweli atakapokuja juu yenu, ndipo mtakapoweza kuwa na uwezo wa kufanya yale niliyoamuru muyafanye. Haleluya. Kwa hiyo tunazungumza ya kwamba Roho Mtakatifu katika magawanyo ya aina mbalimbali, kipengele cha uumbaji ndicho tutakachotembea nacho leo. Katika kitabu kile cha Mwanzo, naomba usome sura ile ya kwanza na mstari ule wa kwanza na wa pili. Soma tu haraka haraka. So kwanza mstari wa kwanza na pili, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Ndio. Katika kitabu cha Mwanzo tunaonyeshwa jinsi ambavyo ni mwanzo wa uumbaji wa kimungu. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Manake akasema na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa vilindi vya maji. Lakini Biblia inasema Roho wa Mungu pia alikuwa ametanda juu ya uso wa vilindi vya nani? Vya maji.
wakati giza limetua juu ya uso wa nchi, na Roho wa Mungu pia alikuwa ametua juu ya uso wa vilindi vya nini? Vya maji. Kwa hiyo nikawa nikitafakari kwamba kumbe wakati dunia inaumbwa giza lilikuwemo, tena ilikuwa ni giza la kutisha. Usifikiri ni giza hili ambalo ukizima kibatari unaiona, hapana. Ni giza ambalo si la kawaida. Usije ukafananisha ni giza linaloingia hadi kwa sababu ya machweo ya jua. Isije ukaingiza mawazo ya jinsi hiyo. Ilikuwa ni giza totoro. Hebu sema giza totoro. Lakini wakati Biblia inasema wakati giza lilipokuwepo na Roho wa Mungu alikuwa ametulia, ndipo nikapata tafakari ya kwamba kumbe unaweza ukatembea na giza, lakini Roho wa Mungu yuko juu ya hilo giza. Isipokuwa kuna kitu kinatakiwa kifanyike ili nuru idhihirike juu ya hilo giza. Jina la Bwana libarikiwe. Tuko pamoja watumishi wa Mungu? Na Biblia inasema Roho wa Mungu alikuwa ametulia juu. Hakutulia chini. Alikuwa ametulia juu. Kwa maana hiyo ni kwamba alikuwa juu ya yote. Alikuwa na uwezo wa kufanya chochote. Lakini Roho wa Mungu jinsi alivyo hawezi kufanya kile ambacho hajaambiwa kufanya. Haleluya. Tuko pamoja watumishi wa Mungu? Alikuwa ameendelea kutulia, maana Biblia haisemi uongo. Unapoangalia kwamba giza lilikuwepo, lakini Biblia inasema tena na Roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya uso. Juu ya uso wa vilindi vya maji, lakini pia alikuwa ni juu ya lile giza lilikuwa liko juu ya uso wa nchi. Lakini hakuna chochote kilichofanyika. Giza liliendelea kuwepo mpaka tamko kutoka kwa Bwana lilipotamka ya kwamba na iwe nuru. Ndipo Roho wa Yesu ambaye tunamwita Roho wa Yesu wa sasa, kipindi kile Yesu alikuwa hajajulikana. Sema tena amen. Sema tena amen. Leo Roho akaanza sasa kuingia katika hali ya utendaji. Maana hawezi kuparamia kazi ambayo sio ya kwake, ila yeye anasubiri kwa sababu yeye ni Roho wa utaratibu. Hawezi kufanya kitu ambacho hajaambiwa afanye, ila anakifanya kile kitu ambacho anaambiwa kifanye. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu akasema na iwe nuru. Biblia inasema katika hali ya utaratibu wa kuumba utagundua ya kwamba Roho aliyekuwa juu ya uso wa vilindi vya maji ndiye aliyeingia katika harakati za uumbaji. Alikuwa analiambia giza, sogea mahali pako, sio hapa. Sasa nuru inaingia, inataka idhihirishe kwa ulimwengu. Sema tena amen. Sema tena amen. Ndio nikapata ufunuo ya kwamba kuna watu ambao tunatembea na giza ndani yetu, lakini sio kwa sababu za kimungu, ni kwa sababu adui amekandamiza fahamu zetu tusitambue jinsi gani ya kumtambua huyo Roho anayeweza kuingia katika utendaji na kaumba nuru ndani ya maisha yetu. Haleluya. Sema tena amen. Kwa Roho wa uumbaji utagundua kwamba alianza katika kipindi cha mwanzo, na kipindi kile alikuwa anatulia, anasikiliza maelekezo. Na ndio maana Biblia inazungumza tena katika kitabu cha Yoeli sura ile sura ya pili mstari wa 28. Sura ya pili mstari wa 28. Mengine nitayasoma mwenyewe kwa sababu ya kuepusha muda, maana ninasikia ndani yangu kuna watu wanakwenda kuumbwa leo. Haleluya. Yaani nilikuwa nasikia ndani yangu kuna watu wanakwenda kufinyangwa upya, na nataka tu nikuweke wazi wale ambao una matatizo sugu. Wakati nikiwa nimekaa pale, nimeona picha ya babangu Maboya imesimama mbele, nikawa nikitafakari ni kitu gani. Akaniambia kwamba niko kwa ajili ya utendaji wa miujiza leo. Sema tena amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninakuhakikishia ya kwamba ukikaa vizuri na ukakuwa na shauku ndani yako na ukamtamani huyo Roho Mtakatifu kuingia ndani yako, kuna mambo makubwa ambayo Mungu anakwenda kuyafanya ndani yako. Mifupa yako inakwenda kufinyangwa upya. Vitu vya aina mbalimbali ambavyo vilikuwa vigumu ndani yako utashangaa vinaingia katika hali ya utelezi, kwa sababu yuko Roho wa uumbaji asubuhi ya leo. Sikupewa maneno mengi, niliambiwa tembea na hii katiba ya uumbaji, maana nataka niwatengeneze watu wangu
wamekuwa katika hali ya mzunguko na msoto na uonevu na mateso, lakini inapokwenda kuwaumba upya hawatabaki vile walivyo. Watakwenda kufanya mambo ambayo sio ya kawaida, watakwenda kudhihirisha kwa mataifa, watakwenda kudhihirika kwenye maeneo yao, watakwenda kutembea si watu wa kawaida tena. Akanionyesha picha za aina ya watu mbalimbali waliokuwa wametembea na huyo Roho. Akanionyesha, akanipeleka kwa baadhi ya manabii wengi ambao walitembea nao. Mmoja wapo akaniletea Ezekiel, ambapo kama katika Biblia na Agano la Kale ukitafuta watu ambao walikuwa wamemtambua na kudhihirisha nguvu ya Roho Mtakatifu, nabii mmoja wapo ni Ezekiel. Utakuta kwamba Ezekiel anazungumzia habari za Roho wa Mungu. Roho wa Mungu akaninua, Roho wa Mungu akanisimamisha, Roho wa Mungu akanifanya hivi, Roho wa Mungu akanifanya hivi. Lakini hebu tuende kwenye kitabu cha Joel sura ya 2 mstari wa 28. Mstari ule wa 28 anasema, soma haraka. Hata itakuwa baada ya hayo kwamba nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili. Na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Jina la Bwana libarikiwe. Ni ahadi kutoka kwa Mungu kwamba tutakuwa tumepewa Roho Mtakatifu. Na ndio maana sasa hivi nilikuwa ninampa pole mtu mmoja nilikutana naye katika watu ambao walini zetu. Nikamwambia hivi wewe umebaki na analojia wakati tuko kwenye digitali. Sisi tuko kwenye digitali ya Roho Mtakatifu. Wewe bado unaendelea kusumbuliwa na mwanadamu wa mwezi, wakati mwanadamu wa mwezi ulishapita na wakati. Sisi tuko kwenye digitali ya Roho Mtakatifu wa uzima, ambaye anatembea pamoja na sisi, ambaye anatushuhudia yale yatupasayo kutenda, ambaye anatuonyesha maeneo ya kupitia, anatuonyesha njia za Bwana, anatenda ndani yetu, anatuhuisha ndani yetu, anatufinyanga ndani yetu, anatufanya kuwa watu ambao sio wa kawaida, anatubadilisha mwenendo na tabia zetu, anatufanya tuenende tofauti na vile tulivyokuwa mwanzo. Ndio maana nasikia ndani yangu kuna watu wanaokwenda kuumbwa leo. Yaani utake usitake, akunipa kitendawili, alinipa kitu ambacho kinachoeleweka. Na ndio maana leo sitatembea kwa mafumbo ya roho. Leo nitatembea kwa mtindo wa uumbaji. Maana nimepewa ujasiri na Roho Mtakatifu. Haleluya. Acha nihubiri Injili, kwa sababu kama nikufa tungelikufa zamani. Lakini Mungu alitufinyanga tuumbwe upya. Na ameniweka ili niweze kutangaza Injili yake. Na kama ameniweka lazima nipige Injili. Maana ni uwezo wa Mungu letao wokovu. Kwa Myahudi na kwa Myunani pia. Kwa Msamaria na kwa Mbegereko. Kwa Mchaga na kwa Mpare. Na kwa mizimu yote inaondolewa. Na kila mmoja anabadilishwa, anapelekwa kwenye hatua nyingine. Sema tena amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Roho Yesu wa uumbaji anakuja leo. Na nataka nikwambie wale wanaotembea kwa mazoea, utabaki unakodoa macho. Lakini yeye atakayeingia rohoni na kuamua kuingia katika shauku ya kutamani, Roho wa uumbaji atatembea na kufinyanga. Na hata kufinyanga tu wewe, atafinyanga mpaka mazingira uliyopona, mpaka biashara yako itabadilishwa. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Hebu sema Roho ya Yesu wa uumbaji. Haleluya. Ahadi tuliyopewa, maana hakuna chochote kilichoonekana pasipo huyo Roho. Na Roho, kumbuka, ni Roho mmoja ama tunamwita Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu nimesema magawanyo yake ndio mojawapo ya uumbaji. Wengine ni roho ya utakaso, wengine ni roho ya sifa na kuabudu, wengine ni nini. Kila kitu kimegawanyika, lakini ni Roho huyo huyo atendaye kazi kwa wote wenye mwili. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wakati naendelea kutafakari, nikashangaa ninapelekwa kwenye kitabu cha Ezekiel 37. Ezekiel 37. Hebu soma pale. Ezekiel 37. Ezekiel 37 kwa mstari wa kwanza nasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote. Ndiyo. Na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda. Ndiyo. Nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe.
Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna haja ya kupoteza muda kwa kusoma hayo, kwa sababu tunaelewa hiyo historia iliyo sawa sawa. Na wengine wasioelewa ndio hiyo Ezekiel 37 utasoma mpaka mwisho. Utakuta kwamba Mungu anamuuliza Ezekiel, je, mifupa hii yaweza kuishi? Ezekiel akasema, mimi siwezi kujua. Wajua wewe Bwana. Lakini kitu ambacho kilichomshangaza Ezekiel, Bwana akamwambia, itabirie mifupa. Na Biblia inasema mifupa ilikuwa mikavu. Inaposema mikavu, manake ni kitu ambacho hakina matumaini tena. Haleluya. Na ukiangalia ile mifupa, usifikiri kwamba ilikuwa imesogeleana. Lakini Biblia inasema mifupa ilipokuwa mikavu, Mungu anamwambia Ezekiel, itabiria ile mifupa. Lakini nashukuru sana, Ezekiel alikuwa anakiri ya kwamba roho ya Bwana ikaniua. Haleluya. Tuko pamoja tumsha Mungu. Akaambiwa tabiri juu ya hiyo mifupa mikavu. Kuna watu huwa wanamwekea roho wa Mungu mipaka, kwamba kuna hivi anaweza akafanya, lakini kile hawezi kukifanya. Mipaka yako ndio inayomfanya Mungu ashindwe kujidhihirisha ndani yako vizuri. Lakini ukiamini kwamba Mungu ni katika vyote na Roho Mtakatifu anatenda kulingana na Mungu alivyosema, nataka nikueleze, ukiamini hilo na ukitembea katika hilo, mambo mengine yataanza kujiumba yenyewe na kukufuatilia nyuma yako. Sema tena amen. Mungu anakuja anamkumburusha nani? Nabii Samuel anamwambia mifupa inaweza kuishi. Nikapata pointi nyingine namba 2, kwamba kuna mambo ambayo hayawezi kufanyika katika maisha yako, si kwa sababu hayawezi kufanyika na si kwa sababu Mungu hana uwezo kuyafanya, ila ni kwa sababu wewe hujastuka ukaamua kuyatabiri ili yawe vile unalotaka. Hebu punga mkono Yohana namna hii. Narudia tena. Kuna mambo mengine katika maisha yako hayawezi kuumbika sawa sawa, hayawezi kutokea mpaka wewe si kana kwamba Mungu hapendi, au sio kana kwamba Mungu ameshindwa, au si kwa sababu mazingira yanamzuia Mungu kufanya. Hakuna mazingira yoyote yanayoweza kumzuia Mungu kufanya kazi yake, isipokuwa sisi tunaweza kuwa kikwazo cha kumzuia Mungu asitende kazi kwa wakati uliokusudiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akamwambia, je, mifupa hii inaweza kuishi? Ezekiel hakujua, lakini alipopata mbinu akaambiwa itabirie. Alipotabiri alijikuta kwamba kuna vitu vinaendelea kusogea, alijikuta ngozi inaendelea kusogea, akajikuta damu inaingia mwilini mwao, akajikuta pumzi inaingia ndani ya wale watu. Wale watu wanageuka kuwa hai. Walikuwa ni maiti, sasa wanaanza kutembea. Hata wewe nikaelezwa asubuhi ya leo ya kwamba utakapokwenda, utakapochukua hili neno, ukaanza kuumba mambo mema juu ya maisha yako, ukaanza kujitabiria juu ya maisha yako, ukaanza kuumba vitu ambavyo unataka Mungu afanye ndani ya maisha yako, vinakwenda kutokea kwa sababu yuko roho wa uumbaji anakwenda kuviumba vitokee. Haleluya. Sema tena amen.
Baba kwa ajili ya roho ya uumbaji ikamuumba dunia. Ilimuumba Sauli akageuka kuwa mtu mwingine. Kila watu watakapokwenda, Jesus name.